Yeah, all the way from Joburg, South Africa. Kunguru hapa. Bana, leo nipo na mwanangu mmoja anaitwa Mwaki. Mwaki bwana ana bonge la story mwanangu. Mwaki amemkuta. Mwaki anajuta lakini anapambana Mwaki. Inakuwaje Mwaki? Kama kawaida mzee. Kama kawa baba. Fresh kabisa. Ile. Kama kawaida kaka. Leo umeona utupe password vijana. Bwana, kwanza nina furaha moja hivi hadi imenifuata nikamwona wapi password. Ndio. Kuna furaha moja ambayo sasa naanza kujiona nimekuwa binadamu wa kawaida sasa hivi. Kwa hiyo hicho kitu kimenipa furaha hata kuambia nilichokipitia. Kweli. Kwa sababu nilikuwa napendelea niwase vijana, unajua tunavyoishi kwenye maisha haya. Ndio. Bwana, kuna misemo ya kizamani unaweza kuipuzia, lakini amini usiamini rafiki yangu, ile misemo na make sense. Ukiambiwa bwana mke wa mtu sumu, wewe elewa kweli mke wa mtu ni sumu. Hiyo sumu itakujaje? Ndio subiri uone picha pati tu linapokuaga sasa. Nakubali bwana. Uwanja wako. Bwana, kwanza nikupe story moja hiyo ndugu yangu bwana. Ndio. Nilitokeaga bwana kipindi miaka 2019 ile pale ile jini Kimara, huko nilikuwa naishi Kimara Baruti kule nini. Ndio. Kaa kule mtaani kwangu mimi naishi na mishemishe zangu nini, naamsha tauni naingia kwa nauza magari pale uwanja wa Taifa pale. Ndio. Showroom pale. Virusko kidogo vilikuwepo mwanangu ile 3. Yeah. Nipata kwa mtaani si unajua bwana sisi vijana. Kuna sister mmoja mgeni alihamia pale mtaani kwetu pale. Bwana yule sister bwana kwa sisi vijana kwa matamanio ukimuona mwenyewe unasema I say uumbaji ulikamilika siku hiyo tu. Yaani kichwa kilituliwa tu uumbaji ukakaa sawa ndugu yangu. Kweli. Asipoa mwanangu yule demu kweli akawa anaishi pale mtaani nini watu kibao vijana si unajua bwana wanaharakati wakiona kitu kipya kila mtu anavutia kwake. Mimi sina muda na shinda zangu kazini nikirudi mpaka jioni hivi nini. Bwana katokea siku moja nikamuona yule manzi nikutana naye mara kwa mara ila si unajua tena naanzaje kuingia sijazoeana naye. Siku moja sio bahati nikutana naye dukani bwana yule sister. Siwezi kusema aliloa ila kuna jinsi alivyonipokea ilinipa hata ujasiri wa kuendelea kuongea naye. Kwa hiyo jinsi alivyonipokea pale bali poa kwema. Tukapiga story 2-3 pale na yule madam nini. Bwana. Si unajua mwanzo mgumu pale nikaomba mafoni namba nini. Tukaanza kuwasiliana juu chini. Nikaanza kumjua taratibu nikamuelezea mishe zangu. Naye akanielezea baadhi ya vitu anavyofanya. Nikaona poa, tumekubaliana nini urafiki wetu sasa ambao umepanda juu sio urafiki wa kishikaji, umeanza kusogea sio urafiki umenoga sio kama unaenda penzini. Vitu mshamba kukubali sasa. Yes. Twende bwana tuanzie hapo. Sasa madam yule katika story bwana si unajua lazima utengeneze mazingira kwanza usije ukachelewa kuta mwali sio wako. Bana kuja pale sometimes nyumbani hata kiwizi anafika bwana kama kawaida. Siwezi kuelezea mambo mengine unajua siwezi kwenye mitandao harusi kuongea lakini kuna vitu viliendelea nini. Ndio. Bahati mbaya sasa. Upande wangu kipindi kingine naona kama bahati nzuri ila kwa kama bahati mbaya. Manzi akafanya nini? Akapata ujauzito. Okay. Baada ya kupata ujauzito alinifuata. Hivi akanielezea bwana mimi mjamzito. Nikasema sema nini? Poa, kwa hiyo una mpango gani au tunafanyaje? Akaanza kunielezea hamna kuhusu ujauzito mimi ninachokihitaji bwana ni kutoa. Nikamwambia wewe uliniambia unanipenda mimi. Wewe uko pamoja na mimi. Una mimba yangu. Mimi najua ndo hatua ya kwanza sasa. Tunafanya process labda niende kwenu na uje mimi tuondoke pamoja. Hapana yule manzi bwana akanikatalia kata. Nikamwambia mbona mimi sikuelewi, mimi siwezi kushiriki hicho kitu. Hapo ndo ikabidi aniambie ukweli. Sasa mimi bwana sikukwambia ukweli. Ila leo naomba nikwambie ukweli. Nikasema basi poa, ni ukweli kuhusu nini nataka kujua. Kwanza nikawa na wasiwasi aliponiambia nataka kuniambia ukweli kwanza. Nikaona sijavaga kweli huko ndani nilimuingia huko kweli huko. Kaambia hamna bwana mimi kiuhalisia bwana mimi ni mke wa mtu mtarajiwa. Kweli. Hiyo kauli isikie kwa mtu mwingine ukipewa wewe mtu ambaye umeishi naye kwa muda mrefu uko naye unamwekea kichwani mipango kadhafu aje akwambia kwamba yeye ni mke wa mtu mtarajiwa kidogo inanyongonyesha inavunja moyo. Nikamwangalia nikasema kwa nini uliingia kudate na mimi? Ulikuwa na yani ulianza mahusiano na mimi kwa ajili ya kitu gani? Kwa ajili ya nini? Unajua zile? Ndio. Akaniambia hamna ilitokea tu ila mimi kunikuja kwa ajili ya mapumziko. Na hapa uweze amini ilikuwa ni mwezi wa 9 ule. Akaniambia uweze amini mwezi wa 11 mimi ndo harusi yangu. Nikamwambia kiukweli niliacha kushirikiana naye kwa chochote pale. Sikutaka tena kujua story kuhusu ujauzito wake. Sikutaka tena story kujua kwanza ameniingiza kwenye mtego ambao mimi maishani mwangu ni mtego ninaotaka kukwepa siku zote na napambana usije ukaniangukia. Ndio. Kutembea na wake za watu. Kwa sababu najiuliza mimi kama mimi msichana ambaye ni mpenzi wangu sijamuoa wa nje. Nikisikia tu hata story ana date na mtu kwa upande wangu inavyonichukulia na nichanganya inaniharibu kabisa psychologically. Kwa hiyo nikawa najiuliza kama wewe ni mke wa mtu. Kwa hiyo mimi nikawa nimemind kwa vitu alivyofanya. Cha kwanza amenitendesha dhambi ambayo sikupanga kushiriki. Ndio. Cha pili amekuja aliniongopea
Kwa hiyo nikawa nimeingia kwenye huo mkenge. Kutoka hapo bwana tukaachana naye, mimi sina story naye. Yeye akaendelea na maisha yake na mimi nikawa nimefanyaje? Nimeendelea na maisha yangu bwana. Ndio. Kumbe bwana baada ya hapo Manzi kafanya mpango, katoa ile mimba na sister yake akasaidiana, ikamlazimu yeye aondoke arudi kwao Iringa. Ambako huko ndo akafanyaje? Akafunga hiyo harusi na yule bwana yake. Ndio. Basi siku zimeenda, mimi sina taarifa juu lolote kuhusu wao. Nikawa nimeendelea na maisha yangu mengine, harakati zangu zingine nishapotezana naye. Siku zikaenda, uweze amini, ilipita kama miaka 2. Nilikuwa nimeenda Mafia huko kusini, kunapita Nyamisati, kuna sehemu inaitwa kisiwa cha Mafia kule. Ndio. Nikavuka kule nini kule, nikawa nakaa mwenyewe nasebenza harakati zangu nini. Hivi kile kisiwa cha Mafia ni Komoro au ni Zanzibar? Kile kipo upande wa Zanzibar. Kipo upande wa Zanzibar. Okay, Tanzania yetu ile nchi yetu tunatambana nayo. Nakubali. Sasa bana nipo kule siku moja nimekaa sina ile la nini, jua kali, ubao wenyewe unajua hali ya hewa huko sehemu za watu huko. Watu wao wanajishughulisha wanavua, mimi kuvua siwezi, hata kugusa maji tu natetemeka. Kwa hiyo mimi kila nikikanja ila nipige bwana, nikapigwa simu basi na yule Manzi sasa. Ndio. Kanipigia simu, "Oya, halo. Habari? Poa. Kwema. Vipi habari ya siku?" Hapo sijamjua vizuri, nasikiza sauti nasema nani, anasema salama, ila anavyoongea ni mtu ambaye ananijua na anajiamini, ana confidence. Nikajua mtu ananijua, nikasema ndiye nani? Mimi fulani. Alivyoniambia nikakumbuka, nikasema fulani vipi? Sababu ni muda mrefu umepita, fuso unajua sisi wanaume hatutunzi chuki muda wote kwamba ushinde kumpokea mtu. Nikaona kitu cha kawaida, ni ndugu yangu ambaye tuliishi naye, tulibishana sehemu fulani na fulani, sio amenitafuta labda akanikumbuka. Ndio. Alivyonikumbuka mimi nikajua kwa ajili ya salamu. Kumbe amenitafuta ana sababu zake na ana jambo lake juu ya kunielezea mimi. Ndio. Mimi nimekaa namsikiza niambie. Kwanza kitu cha kwanza kuniuliza kwanza hadi nilishtuka. Aliniambia Amani unanichukia. Aliniambia Mwaki unanichukia? Ndio. Nikasema hapana, kwa nini nikuchukie? Mbona ni muda mrefu ushapita, mambo yashatokea mimi nishasamehe, kama ilitokea inaonekana alikuwa kwa sababu na mimi kuna kitu upande wangu akiendi sawa. Nikamuelezea kitu gani? Akanambia uwezi amini, mimi toka niingie kwenye ndoa yangu bwana sijafanikiwa kufanyaje? Kupata mtoto. Mimi nikamuuliza swali la kitaalamu, vipi mzunguko wako? Akaniambia mzunguko wangu unaenda vizuri. Nikamuuliza vipi, ushaenda kukutana na madaktari? Kwa sababu ana hela, alisema nishahangaika sana, nishasafiri hadi nini? Hadi nje ya nchi kwa ajili ya kuhangaikia tatizo, lakini imekuwa sio kweli. Imekuwa sio kweli. Nikasema vipi, ulimshirikisha mmeo? Akaniambia mimi wangu sijamshirikisha, si unajua bwana wanaume tuna mfumo wetu dume. Hatuaminiki kama tuna matatizo sisi. Mwanamke ndo anakuwa na matatizo. Always unajua mimi mwamba, huyu ndo atakuwa na shida, unaona? Ndio. Sasa hivyo nielezea hivyo, nikamwambia da sawa, na mpango gani? Akasema bwana mimi kiukweli toka nimeingia kwenye ndoa yangu sijawahi kumsaliti mume wangu hata siku hii, hata siku moja. Na mimi kiwalisia sikuwa na tabia za kudate na watu wengi. Ndio. Ndio maana nimekutafuta kwa ajili ya ombi moja. Wewe kwanza na uhakika nishakudate na wewe na ulinipaga nini? Mimba. Ujauzito. Kwa hiyo nimekufuata kwa ajili ya ombi moja tu. Naomba unisaidie kuokoa ndoa yangu. Ndoa yangu inateketea, ninapoishi sina furaha na amani na maisha mazuri na kila kitu, si magari, majumba, mashamba, wana mashamba ya miti ya mbao Iringa kwa Mafinga, wana mashamba ikali na ikali. Akasema utajiri wote ule kwake sio kitu kutokana na ghadhabu anazozipata nini kwa ajili ya kukosa mtoto. Ndio. Sasa unajua binadamu ushamzoea, ni mtu ambaye ushakaa naye muda mrefu. Nikamwambia sema nini? Mimi kwa muda huu sipo da. Nipo kisiwani huko Mafia. Na harakati zangu nyingi haziendi vizuri, huko nimekuja kuhangaika. Kwa hiyo hapo jinsi ya kusaidia hadi nashindwa kwa sababu wewe upo huko na mimi nipo huko. Akaniambia uwezi utafuta hata wiki moja kwa ajili ya mimi kwa saizi na changamoto pia, natafuta na hela ya kodi. Kwa hiyo na mambo mengi yamenibana, labda siku nikija kuwa sawa tutawasiliana. Akasema hela akababo, akaniuliza hela ya kodi kwani inagharimu kama shilingi ngapi? Nikamwambia hela kodi bwana chumba ni 50,000. Sitaka kumwambia uongo kwa sababu nilikuwa thamani yake, anambia chumba ni 50,000. Akaniambia na nauli kutoka kwa Mafia hadi Dar. Nikamwambia nauli bei ya kawaida, kipindi hicho nilikuwa toka hapa Nyamisati kama 7,000 sijui, kupanda boti kama 15,000 yani kama sikosei, kama nakumbuka vizuri. Kwa jumla kama 20 kitu 29 25 huko iko po huko. Mama yule alinitumia shilingi ngapi? 500,000. Tumia 500,000. Kwanza ile hela ilivyoingia kwanza hapo nishapigwa na vumbi kwanza, vumbi la Mafia kwanza. Si uko gelini afu na hela sasa mwenyewe hamna vitu vya kuchezesha sana. Ndio. Vumbi lishapo kwanza, nimekaa pale nikasema sele kwanza nioshe hata miguu yangu ndo. Nikasema nikazurura pale, ila ratiba ya kurudi ndani niko nayo kwa sababu hata kule kuna mchongo ulinipeleka ila sikufanikisha. Kwa hata nazugazuga nilikuwa natafuta nauli nirudi town kwenye harakati zangu za kawaida. Basi poa, baada ya kupata ile hela kweli nikaona cha msingi nishapata ile hela, hata ninavorudi kule narudi kibabe. Mimi nikarudi zangu nachukua zangu nikapeka kila kitu, narudi zangu wapi? Mjini Dar es Salaam. Fika mjini Dar es Salaam ni siku ya kwanza, nishamwambia mama poa, nisha clear. Ananiambia vipi, unaingia lini huku? Sasa si unajua njaa zishagi sisi watoto wa Kiswahili bwana. Nikajua hapa pana hela hapa. Sasa hapa nitakiwa nichezeshe tena nipate mizigo mingine tena, ndugu yangu. Si unajua zile njaa mbaya, mtoto town tena.
kweli huku na huku kuna huku, akasema poa nitumie nauli mimi nije. Akasema poa, mimi ukija huku tutaishi vizuri. Fanya maandalizi, akanitumia kama 200,000 tena. Hapo nitoke hapa niende Iringa. Kaona da. Kiukweli nilikuwa na lengo la kwenda. Ila tu kuna hali ilifuata na tu kama muongozo au njozi tu zilinitembea, nikajiuliza naenda kwenye huo mkoa sijai kwenda. Anayenipokea ni mwanamke anaishi na mtu, ni mke wa mtu. Na mimi kwake nilidate naye tu kama ex boy wake aliyepita. Kwa hiyo nikajiuliza nikienda kule ndafikia mazingira gani? Je, hamna msukumo wote labda nimewekewa kuna watu kwamba wanataka kunichezesha? Sio, unajua uoga muhimu bwana, uoga ndo akili. Uoga ndo akili. Nikasema mimi safari bwana ngoja niiue, mimi naitumia bora lawama kuliko nikaenda kuzalilika. Wewe unaenda kwenye mji wa watu tena mwanangu. Nikaona hapana, nikasema hapa isiyo kweli, mimi nikabaki zangu. Akanipigia simu, kwa hiyo lini? Nikasema na mimi sikuficha. Mimi kuna uoga umeniingia. Kuna mtu nimemshirikisha. Kuna uoga umeniingia. Kama ingewezekana sikuja kupata muda wote ukaja da. Wewe uje uniambie tuje tufanye nanili hicho kitu unachokihitaji. Ndio. Yule dada bwana hakuwa mbishi sana. Sababu kwanza alikuwa na shida, alikuwa na uhitaji. Pia mimi muda wote tunafanya wote, mimi nina hofu kwanza. Yule bwana mimi nilivyoaminishwa tu ni mke wa mtu. Mimi upande wangu mimi mke wa mtu bwana sio sudi kwanza. Na hata vijana wenzangu ingawa si mke wa mtu geto kwa maziwa, no. Hizo ni kauli za kutuongeza ujinga. Ni kweli. Kama unaamini mahusiano yako yanakuwa salama ukiwa mwenyewe, basi hata mwenzio anaamini kitu hicho kwamba yeye akiwa peke yake na mpenzi wake ndo anakuwa salama. Hizi macho nini lifestyle tu za vijana na tamaa zetu, na baadhi ya watu wasiojiheshimu ambao wanajua wako kwenye ndoa zao wanarudi kwa watu kama sisi. Inakuja inaleta changamoto kwa sababu haili upande mmoja, inakula upande wa ndoa, inakula na upande wa pili. Kwa hiyo jamii inajikuta nini, inaharibika kweli. Basi yule dada bwana akaja akaniambia basi poa, siku fulani mimi nitafanyaje, takuja. Mimi nikakaa nasubiri, si unajua nipo na 200,000 umebaki nayo. Ana uswahili doa nazo doa, afu pia kitu kingine alikuwa na uhitaji wa kitu kwangu. Kwa hiyo hata kama alikuwa ni heshima kwa viwango hivyo, basi kuna heshima aliniongezea kwa sababu kuna kitu alikuwa anakihitaji kutoka kwangu. Kwa hiyo nikaa nimerelax. Akaniambia siku fulani nakuja bwana, ila sasa mimi ndafikia hoteli fulani. Hapa kwenye hoteli unaniambia ndafikia hoteli fulani, nikamwambia tu sawa. Hivyo alipofika akasema bwana njoo, nikamwambia mimi siwezi kwenda kwenye hoteli ambayo umeipoint wewe. Kama inawezekana mimi niko direct, njoo sehemu niliopo, tujue tunafanya mazingira ya nyumbani. Unajua sababu gani? Niliogopa kwenda usalama wangu, kwa sababu kitu ninachokifanya pia mwenyewe sio kama kitu ambacho ndo nafurahia au ndo mambo yangu. Ila kaniomba msaada mtu ninayemjua, nisha spend do zake, afu na yeye namuokoa kwenye nini, kwenye ndoa yake. Nikaona mimi nafanya kwa upande wa kuokoa. Sijui lolote na yeye ameniomba, maana yake ndo nafanya, siku namaliza. Kweli akaja yule manzi bwana, si unajua tena nini, kabla direct mazingira nini kaweka. Kama kawaida sasa ashafika, katumia nauli, ushalishwa, kazi ndogo kwa nini usifanye kijana? Bwana hii kazi yangu acha niifanye kiweledi zaidi. Wewe bwana akaja, afu ni mtu niliyemzoea. Kwa hiyo sikuwa na ugeni naye, sikuwa na tabu naye, alipofika tushazoeana, tushaishi naye siku za nyuma. Basi bwana akaja pale. Alipofika nini nikampokea, mizigo zawadi, si unajua bwana, zawadi nikaletea pale tukafika. Ila sikumpeleka mazingira aliyotaka yeye, nikarudi kwetu Uswahilini. Nikampeleka zetu kwetu Temeke huko. Kweli. Huko nikajua yani huko mimi ni empire yangu. Hata akisema niletee usanii huko kidogo nikipiga kelele ndasikiwa, watu watakuja watanishika mikono. Si unajua kujitetea muhimu kwanza, mipango iwepo. Basi kweli nikaenda naye. Kweli bwana siwezi kuelezea sana, tukaishi. Kipindi hicho niko vizuri kabisa, mazingira yangu yote ya mwili yako vizuri. Kaishi naye safi nini. Baada ya siku 2-3 akanyaga, akaniacha vizuri nini, akaondoka. Mimi nikajua friendly, tunaendelea kuwasiliana nini. Alipofika kule akaanza kuibadilika. Yaani alipofika kutoka baada ya kufika kwao, ndio mimi na yule binti mambo yetu yalianza kubadilika kwanza hapo. Kitu cha kwanza nafika kule, baada ya mwezi akaniambia kwanza akasema kwanza mimi sisi kama kwanza niambia ukweli kama ana ujauzito. Nikamwambia okay poa. Nilikuwa napiga story sio kumtania mtu aliyozoeana, kwa sababu mtoto wetu tutamuita nani? Wana baba tuko wawili au je na mtania. Masiara yale yeye akafikiria akaona labda mimi kupitia kwa na yeye ana mume, afu mimi ndo nimempa yule mimba, akajua huyu anaweza kaniletea habari za Kiswahili, akafanyaje? Akanisumbua. Akaniambia siku moja nimekaa niko nyumbani tena. Nakaa pale nafuafua siku ile. Na fla zangu simu yake ikaita. Nishamzoea. Oe mama, vipi poa kama kawaida? Akaniambia sikiza nikwambie kitu mama. Akasema yes. Bwana mimi nikuelezee tu ukweli. Huu ujauzito huu ulionao sio wako. Ni mpenzi wangu. Mimi nilitumia tu, nilikuwa nakuja huko ndani kwa mpweke. Nitaka tu nipe company kwa siku ile, ila vitu vingi nilikuwa nimekudanganya. Kwa hiyo naomba usinitafute, usinisumbue kwa sababu mume wangu kashaanza kuona nini? Usumbufu wako, kozi zako.
Kwa hiyo achana na mimi kabisa. Kanipa na maneno mengine siwezi kuyaongea kwa sababu watu wengi wanasikiliza. Ila ni maneno ambayo yalinionyesha, nizalilisha na umaskini wangu. Wewe nishakusaidia hivyo, ushukuru kwanza nini? It's okay bwana, kwa sababu mimi ndo nilikuwa na shida, sio unajua zile. Nikakubali nini? Nikaachana naye yule madam. Kaendelea na maisha yake nini. Sina habari naye, ila najua tu ni mjamzito na akasema mjamzito mimba sio ya kwangu. Pale nimemwacha bwana. Siku zinaenda, miezi 9 hapa. Hapo baada hajajifungua hapo ashafikisha miezi 9. Na mimi nilikuwa sihesabu. Kwa hiyo mimi nashangaa tu siku ananipigia simu naiona, si unajua kutoka kwanza kupokea ni mtu ambaye namfahamu, nataka nimsikilize. Ile namsikiliza akaniambia, sikia ngambia mimi najisikia kwenda kujifungua, muda wangu ushafika. Nikamwambia bwana, wewe poa, si babake yupo, si mtoto wenu? Sasa wewe kajifunga. Akasema hamna. Akanielezea tena kweli kwamba hamna, mimi nilikwambia vile tu kwa sababu nijua labda utanisumbua, lakini kiukweli mtoto unaona anavyonichanganya kweli. Analeta huko, nasogea, nikisogea anarudisha nyuma teke moja, narudi naona hapa ni kazi, nirudi nyuma. Nikaona sema nini? Ndio wale unalio wewe, nenda fanya yako. Mimi nikasema bwana wewe endelea na maisha yako, wewe ishi mtoto wako, lea nini. Kweli akajifungua. Baada ya wiki 3 akanitumia picha. Akaniambia unamwona mwanao? Mtoto wa kiume wa kike? Akaniambia unamwona mwanao? Mtoto ni wa kike. Okay. Akasema unamwona mwanao? Akaniambia mwanangu nimemuona. Baada kuona mwanangu akasema, nikasema mbona kama najiona, unajua bwana damu yako tu. Kila nikiangalia pale naona bwana kama najiona, lakini kwa sababu nishaambiwa sio mimi. Mimi nimebullshit, nikaona labda sio mimi. Kweli bwana mtoto anapokuwa anazidi kubadilika bwana, anazidi kubadilika. Ingekuwa inawezekana ningekuonesha picha yule pale, afu niangalie tuweke privacy takuonesha. Tutapata muda ndakuonesha. Utasema bwana kweli ulijipiga photocopy kwa mchana kweupe. Kweli bend scene. Umeona bwana. Basi bwana kuja kuonesha ile ndio nini. Basi mambo akaendelea, akawa amenibwaga nini, mimi sina story naye tena ile manzi. Kaendelea na maisha yake, mimi nikawa nawaza huyu bwana kama mtoto mwenyewe shatoa sadaka. Akisema wa kwangu, familia yake akisema wa kwake mwenyewe, kwangu ikawa nini? So maisha akaendelea, akana lifestyle yake, akanipotezea kama kawaida yake, ni mzao kunipotezea kwa sababu anaangalia kujenga upande wake kuliko upande wangu. Kwa hiyo alijua kabisa akiwa karibu na mimi atapoteza ndoa yake. Na ndoa yake ndio ipo upande wa mafanikio kuliko upande ambao nini nimesimama mimi. Kwa hiyo nilimuelewa kirahisi tu, hata asiponitafuta mimi nikawa naona kawaida tu, maisha yakana fanyaje yanaendelea. Sasa ikapita tena muda umeenda bwana, ni mtu bwana kutafuta kwa matukio akaja chat siku moja anakupigia tu akapita hivyo, lakini mimi nilikuwa sina tena issue naye, najua huyu ananipotezea muda, huyu ana upande wote kwangu, kama yupo basi kuna maslahi anahitaji kwangu, ila yeye kwangu mimi hayupo, basi niko na sio issue, kizingatia tena ile pale mwenyewe story zake ndo mke wa mtu nini, nikaona kwanza mwache aende kwanza, yeye nuksi shaikwepa hii iache ipitilize moja kwa moja bwana. Basi maisha yanaendelea, akaja kanipigia simu siku nyingine hiyo, baada ya mwaka umepita hapo, kama mwaka na miezi kama 6 hivi. Simu yake kaingia tena. Kaona hapa kama kawaida bwana, unajua sisi waza kutunza namba, nikapokea vipi, namba yake ninayo shaisave, kwa hiyo naongea naye, namjua naongea na nani. Niambie poa, kwema, habari za siku, salama bwana, amani, mimi na shida. Au mwaki mimi na shida. Ndio na shida gani madam? Ndio amani bwana, mimi kiukweli nilikuficha ile mwanzoni. Aliniambia ukweli, nilichokuwa naogopa nikupoteza ndoa yangu. Na umenisaidia kuinusuru hadi kwa 50% hapa ilipofika. Ila mimi kuna kitu kimoja cha mwisho nataka unifanyeje? Unisaidie. Jua nataka nini tena hapo? Nataka nitie kidi mwingine tena mwanangu. Yule wa kwanza nimepokea kimanyago, yani sijaishi naye kujitawala. Ghafla naambia tena nataka niletee kidi wa pili. Mimi nikasema hapana, yeye nakimbia kwa sababu mara kwanza nilifanya kwa huruma na kuhisi nafanya kitu kizuri. Ndio. Ila hii machana naye nifanye chochote. Sema si unajua bwana, maskini tunapokamatiwaga ndugu yangu. Aliduni bwana hizi. Ndio zimesababisha tunapitia vitu ambavyo acha ndugu yangu bwana. Kaka kibunda mbele kama kawaida. Kama kawaida, sasa ashanijua na njaa, lifestyle yangu anaijua. Nikaona sio kweli, lakini fresh. Aliponiambia nikasema mimi kwa hiyo hapo nini bwana hiyo? Mimi kama kawaida yangu, mimi siwezi kuja huko, au sio? Boss unakuja mwenyewe. Ndio. Hasa siku anayokuja ilikuwa ni dharura, ilikuwa sio siku aliyofanyaje? Aliyopanga. Kwa hiyo ilikuwa sio siku ambayo kidate naye anaweza kafanyaje? Akapata ujauzito. Ila tu ile kwa ajili tu ya kujuana, urafiki bwana. Sikufichi bwana, mitungi baada ya kunywa nikutana naye bwana. Tena bwana nikapita tena bwana, si unajua tena mtoto wa kiume tena jioni. Kweli. Baada ya kumaliza pale mwanangu, kama ndo nilianza kuchochea mkasa mzima matatizo yangu. Kumbe yule mwanamke akati upo kule kwake kule. Anavyoandaa ratiba ya kuja huku na kunishirikisha, kuna siku simu kaiacha. Jamaa yake kakuta huyu anaondoka sehemu fulani, ana process kwenda kufanya nani na mwanaume, ana safari ambayo ya msingi, ila kuna mwanaume atakutana naye.
Okay. Bwana sijui watu wa Iringa huko sijui wa Kinga watu wa huko bwana. Wakapiga formula moja. Wakatembea na mabibi kule wajafa. Bibi zao bado wanaishi bwana. Bibi zao kweli wako hai bwana. Uchawi haupo ila ukihadisiwa. Kweli. Uchawi ukihadisiwa kweli uoni hivi. Ila kuna vitu ukiviona hivi unaweza kusema hivi vitu vipo nini? Kweli. Bwana kweli siku nimemaliza kupiga ile chuma nini asubuhi manzi kafanya nimemsindikiza town amaliza harakati zake kaondoka. Ile kaondoka nikaanza kuhisi mimi mazingira yangu mbona kama unajua ile hali kuhisi kama tayari ushasimamisha. Ndio. Nahisi kama nimesimamisha lakini nikishika vitu naona vitu bado kawaida. Mbona nikasema mbona fili alisema nikajiongeza. Sio unajua sio watoto wa kiume bwana nikajua hii nikamwona tabibu itakuwa mambo yetu yale. Mdobe gono nini magonjwa zana nikajua ile yenyewe. Sema nasikilizia anasema hapo kuna dalili nikiziona naondoka. Ile chuma nasikia ganzi ile yani imeshika lakini yani hicho kitu kama mbona sioni hivi. Bwana day after day nikamuuliza baada ya siku 3 hivi nikampigia yule madam. Nikamwambia vipi? Wewe unajionaje hali yako uko sawa? Mimi niko safi vipi? Nikamwambia mimi kwa upande wangu bwana na changamoto moja hivi. Na yule pale kwa mdau hawezi kunitupa kwa sababu gani? Alikuwa ameandaa trip ya kurudi tena. Ndio yake na mimi ndio mimi. Okay. Wewe alikuwa ananisubiria kwani vipi ananitreat vizuri nini? Hadi Dusko kanitumia hela nyingi sana yule mwanamke. Yeye ndo kanisafirisha hapa. Unajue sikufichi mimi nimeingia sehemu moja ukipita Nyakanazi. Ndio. Kama unaenda Rwanda kuna sehemu inaitwa Rusumo, yani Rwanda Rusumo, sasa kuna sehemu juu pale inaitwa Benako. Benako pale ni kilomita kama 20 hadi kufika boda ya Rwanda pale Benako. Okay. Kuna mzee mmoja anaenda kukutana naye. Kwa ajili ya matatizo haya nilimwelezea akasema basi nakuwezesha kwa jinsi ulivyonikarimu wewe kwa upande wako nikuwezesha kanipa. Hebu twende pole pole kwanza. Unasema pale mwanzo ulibidi ulikuwa unaona mambo fulani kama haeleweki. Ndio. Ukaenda kucheki tabibu labda ni masuala ya zinaa, magonjwa ya zinaa, bagono au nini au nini. Patupu. Ukamcheki yeye. Kamrudia. Kwa hiyo hali ilikuwa inaendeleaje yani kabla kwanza mwanzoni nilikuwa nasikia tu maumivu, sisi chochote ila maumivu. Nilikuwa nasikia maumivu. Nimepita nayo maumivu ninavyokuambia, sema kwa sababu nilikwenda haraka. Yaani sio kwamba ni siku 2 kesho yake nikaenda kwa mganga, no. Nimekaa na yale maumivu, nishaenda hadi hospitali, nishahangaika kwa wachungaji wetu, wacha nipiga sana dua hizo maombi, wakanipiga maji yale nishapaka, ni maji ingekuwa yani kuna maji niliyapaka, nikasema bwana hii ukipaka tu maji tarudi wapi? Nishaombewa sana wapi? Kwa nini inakuwa imesimama tu au? Ile haijasimama, unafeel imesimama ila yenyewe imelala. Ila ule hali ya kusimama si unajua mwili unapopokea ndio una feel kile kitu. Kitu kibaya baada ya kufika miezi 3 hapo dem bado sijamshirikisha kwa karibu hiyo story. Nilikuwa tunampa story ninavyoendelea na kujisikia. Baada ya miezi 3 nikaanza kuhisi mbona kama mazingira yangu yanaongezeka maumbile. Okay. Hapo ndo kidogo ndo akili yangu sasa ikaanza kuwaka moto. Sikufichi ndugu yangu. Fungua mafaili. Sasa mbona kama sipo sawa? Ila nikawa naendelea kuishi naishi. Baada miaka inapita, ulipita hadi mwaka wa kwanza ukaisha. Kaanza mwaka mmoja na miezi 5 ndo hali yangu ndo maumbile sasa yashasogea yani yako chini kabisa, siwezi tena kuvaa suruali. Unafika hadi kwenye magoti? Ilikuwa ni hapa. Ilikuwa mtaa hapa. Chini ya goti. Hapa kwenye kovu ile hapa ilikuwa ni hapa. Na kitu chenyewe bwana, yani nilikuwa naona aibu kwanza kuongea na watu kuelezea bwana ninachokipitia. Mwanangu yule sungeza toka alitupia begani huko mwanangu. Hiyo sijateseka hivyo, kuteseka na kula vizuri afu sipati huduma. Yaani kitu nakisikia kinaita. Ila huduma zile kuzipata sasa zile huduma za kutibu hichi kitu sasa kwanza nahitaji ile yenyewe afu nahitaji kumuona labda dem nini. Mtani na mwanamke. Sio unajua mtoto wa kiume. Kweli, ukishiba nini. Kihangaika kushoto kulia mimi sikufichi. Mimi nimehangaika sana kwenye madangulo kutafuta watu kuja kunipoza hizo haja zangu. Nikajua Uswahilini sitafanikiwa. Ukakosa. Unaenda mtu anaelewa si wana shida unamuonesha hela anaiona. Sema sasa nishatumia muda mwingi natoka pale nishakulipa nimeshakwambia doo ipo kiasi fulani tunaondoka tutafika kule nikiachia yani hapo ninavyokuambia mazingira yamefika huko. Si unaona saizi kidogo nashukuru mambo dawa ninazotumia zinasaidia sasa hii ilikuwa imefika hadi hapa. Unaona? Sasa hivi ndio ipo hapo kwa hiyo. Saizi imeshia hapa. Si unaona? Vitu hivi hadi kuna kitu kilivyokuwa kimeongezeka. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kweli mwanangu. Vimenitesa na kilichosababisha niongee nataka kuikomboa jamii. Ujue tunaishi kama vijana, tuna changamoto nyingi lakini ukiambiwa mke wa mtu ni sumu, ni sumu kweli? Ni sumu kweli. Mimi bwana basi baada ya kutoka kukutana na watu kuhangaika nini, nikamrudia yule madamu yule. Nikasema wewe ndio mtu wangu wa mwisho kufanyaje? Kunisaidia. Kama una uwezo naomba unisaidie. Nishahangaika. Sishiriki tendo la ndoa na mwanamke yoyote. Nakaa mwenyewe sina amani, siwezi kupambana kwa sababu gani? Kile kitu kilikuwa kinanidisturb. Na unajua lifestyle ya Bongo siwezi kufanya nikatafute mission nimevaa msuli. Si unajua zile. Kwa hiyo tayari nikawa sina amani katika maisha yangu mwanangu.
Watu wanakuona kila siku wanakula kanzu tu mwanangu. Nimezipiga sana mwanangu, yani nimezipiga sana zile pale. Muda wote mara nyingi niko ndani niko nje, muda wote nakula kanzu, utafanyaje vitu vimekuzidi uwezo. Hapa pengine nakula pensi hivi, nina furaha yani kukuonesha mimi kwaje kushtukia lakini. Baadhi ya ndio watu wangu wa karibu walijua kwa sababu uwezo kumficha. Kwanza ni lazima nisafiri, nikakutana na wazazi, nikakae nao, walinipa ushauri. Niwaelezea ukweli, ni story ambayo nilianza kwanza kuongea na kakangu mmoja. Nilipomwelezea ndo akasema basi tuondoke wote. Kakangu mmoja anaendesha malori haya. Akaniambia tuenzetu kule Kongo kule. Kuna watu ambao wanaweza kusaidia hilo tatizo. Kweli tumeenda kule. Ameniacha kule kwa mganga, karudi huku. Bado ndugu yangu nikarudi vitu haviendi. Vipo vile vile. Vitu vipo vile vile. Alafu yani nilipotoka kule mambo kiboko mwanangu. Hasa nilipotoka kule ubaya ulikuja kama zile dawa wakati wananichanjia kama ziliniongezea hamu. Yani zile dawa wanachanjia hizi zitapunguza, nikifika kila muda nikikaa. Nahitaji kile kitu na siwezi kufanikisha kwa sababu gani? Hali halisi ya mzigo. Bora ingekuwa saizi. Hapa yenyewe nashukuru unajua hata ukiongezeka miezi 4 5. Itakuwa sawa. Ushangana za kupata watu kidogo hata mmoja wale wanaojitoa mwanga kuvumilia sababu wa kawaida sipati. Wa kawaida kukutana nao ni mtihani. Kuna watu wale unajua wanaweka dawa mezani. Kwa tangu na hapo mpaka leo game ujala bwana. Nangu ninapokuambia saizi nakwenda mwaka wa 3. Pole. Sijui mwanamke. Pole. Kwa hiyo ndio maana sometimes nakaa hivi naona hata yani fulana hiyo. Sasa mimi nauliza swali moja. Kitu gani umetumia kimesaidia kidogo ikapungua kama hivyo? Na je, bado hicho kitu unaendelea kutumia au hapo ilipo umelizika? Yaani hapa nipo kwenye dozi. Na aliyenipa dozi nakupa kwa pembeni nitakwambia, ila alisema nisimrushe kwa sababu ni mtu mkubwa, ni mtu maarufu. Anafahamika na watu, ila yule ndio mtu ambaye hata tatizo litakapoisha ushuhuda naenda kutoa pale kwake, anakuja kuambia aisee wewe mtu wa dini yule dini za kibongo dini anakubali dini za kibongo wewe ndio hivyo ndugu yangu. Wewe nimekaa leo nikasema hata hichi kitu cha kushare na watu bwana. Unajue katika maisha katika wakati za kutafuta kuna njia nyingi sana tunapita. Lakini katika njia unazopita angalia sana kukwepa baadhi ya vitu ambavyo ushakatazwa ni vibaya. Sometimes inakulazimu hadi unaenda kufanya vile vitu. Ila kama kuna wepesi hamna ulazima ni vitu vya kuogopa sana na vya kupita navyo mbali sana. Kwa sababu hadi mpaka imefikia saizi hivi nimepoteza vitu vingi sana. Umejutia faida yoyote amna zile hela na amani zishaisha muda sana. Na hata kwenye kujitibu nadhani umetumia hela nyingi zaidi. Kwanza huko Kongo kwenyewe kwanza tumepiga karibia milioni 1.2. Kweli. Niliondoka na brother zangu hapo nje usafiri hiyo dokta. Niliondoka na brother zangu anaendesha malori haya. Kwa hiyo alinibeba, kanipeleka hadi kule. Ila hiyo milioni 1.2, yule demo alikuwa bado yuko na mimi. Alitoka kama 700,000 kwenye hiyo hela. Brother zangu naye akaongezea hela, ili kana nimeingia kule. Walijaribu kufanya mimi sina mimi kwa sababu nishapagawa tayari. Ndio mgonjwa tena napelekwa. Chochote ninachoambiwa naona hata kama siamini hivi vitu vinaweza vikanisaidia. Kwa hiyo mimi nilikuwa naenda, nishaombewa sana. Nishaenda kule mwisho wa siku mganga tumefika pale. Kwanza mwenyewe mganga mwenyewe kwanza nilimsurpriseisha kwanza. Sababu mganga mwenyewe alikuwa mwanamke. Mganga mwenyewe yaani mganga mwenyewe anacheka kama mazuri bwana. Imefika sehemu na isimulia historia. Kwa mganga alimuonesha mzigo. Hawezi kukutibu bila kujua anatibu nini kwa sababu kwanza itakiwa chana. Nikikutolea kwanza hapa kuna sehemu imechanjwa na kuonyesha. Utaona pembeni wewe ndugu yangu bwana, utaona vitu kama hivi. Unaona wewe. Aliweza kuvumilia mama, aliona ile mama Kikongo. Mama Kikongo bwana ile nimefika pale nini? Kaniambia vipi? Akanipitisha kwa bafuni. Nenda kaoge ujue wenyewe wanachoamini ukifika kule labda una mabala yako na manungusia kwanza kuna dawa anakuwekea kwenye maji. Anamwambia nenda ukafanyaje ukaoge. Nikafika kule kweli nikapigwa maji yale nini misopo nini mimi sio sababu mimi shamba ile nikaoga maji ya kijana. Ukapale harufu fulani hivi yani maua fulani ya polini na harufu ieleweki poa. Chatoka boga sana pale usije hapa usivae nguo. Akanipa tu kitambaa fulani hivi cheusi. Kama nimekifunika hivi nimekaa. Akafanya mambo yake pale dawa zake anachanganya. Mimi nasikilizia najua ile zoezi lenyewe labda dakika 2 nini. Bwana kwanza jinsi alivyoanza kuja kunitibu kwanza akasema toe nguo sasa unajua tena ndo unaumwa tena. Naogopa sasa mama anaanza kuona ile tatizo lenyewe lipo mbaya kwanza kumtangalia alihalisi kwanza nilipotoa ikabidi nitoe taratibu sana unajua ndo ugonjwa ile unatoa. Natoa kile kitambaa kwanza ile bibi mkubwa una style moja aliniangalia unajua. Nasema hapa ndapona kweli ndugu yangu sio unajua. Aliniangalia kwa style moja nikasema okay. Kwanza nisubiri sababu yeye ndo mganga bwana. Akaniangalia mazingira. Wakati ananiandaa nilijua anakaribia kunishika au afanye nini. Ila baada ya kuona vile kuna style fulani kama alirudi tena kwenye jungu lake ile pembeni pale. Akachukua dawa ile akachukua kama usinga sijui anaita sijui kama brush hivi tuseme. Akachovya mule ananipaka agusi hivi anapaka. Sasa yule jamaa
kila unavomgusa sijui kwa sababu ni muda mrefu ile unavopitisha kama si utamu. Mimi naondoka yani vitu vina hasa pale sasa ndugu yangu pale ni mkubwa mwenyewe kuna namna nilimuona nikaona mkubwa mwenyewe kama ganga kama anatemeka kidogo hivi naangalia na mtoto bwana ni mzima au ni shida hizo ananipiga viti. Kwani ni mkubwa pale nini? Kama siku ya kwanza hiyo. Dozi nilikuwa naogeshwa usiku na asubuhi. Ile kapita usiku nimemaliza pale nimerudi nimelala mwenyewe nasikilizia mwanangu. Vitu bado vipo huko unavyokuambia. Vitu viko chini nini naona hapa nawezaje tena kutoboa. Basi kweli kesho yake asubuhi tukarudi kwenye dozi yetu ile ile. Hadi siku zinazozidi kwenda tukawa tunapiga naye story vizuri, naongea naye ananielezea, anacheka. Akaniambia huko Kongo unaweza kupata mtu anaimidi, nikasema nitafutie huyo. Mtu anaimidi. Basi bwana ni story ambayo mama tulikuwa tumezoea tukapiga. Alinitibia lakini mwisho wa siku au kufanikiwa kwake. Kiukweli yule bwana alijitahidi yale maumivu ile ganzi kuisikia ile kama imesimama yale yalikata, ila maumbile kupungua ndio ikata tatizo, kwa sababu sawa nikawa nimetoka kule faida nilipata sina ganzi, kwa hiyo ninaishi normal nisifeel kama mzigo umesimama, ila shida ilikuwa nini? Kupona ile maumbile. Mimi sipati mtu wa kupona naye, kwa hiyo ile maumbile mimi nipo nayo kama mzigo tu, yani nimekaa sina amani mwanangu. Kweli za watu hao. Pole sana. Yani kila nikifikiria ndio maana nimeleta kwa jamii kwamba kila mtu achukue anavyoitafsiri yeye au anavyomuingia yeye. Kama ulitembea na mke wa mtu ulidate naye ukafanikiwa hujapata madhara, ukafanikiwa kwenye maisha, shukuru pia, labda watu ni sehemu yako, ila sio kitu cha kurudi au cha kuentertain kuhisi ni sehemu njia pia ya mafanikio. Ile sio njia ya mafanikio, ila unaweza kupitia njia ile ukafanikiwa, ila ukifanya ile ni njia, vitu vipo vingi sana ndugu yangu. Hapo nimekueleza kwa uchache, ila ni mateso ambayo ungekuwa unayaona ninavyoishi, sababu ni almost ndani ya miaka 3. Siku nyingine utakuja kutupa story tu ya namna ambavyo hilo tatizo lilivyokuwa ni mpaka unaenda Kongo, mpaka unarudi, mpaka unaenda kwa nani, kawaje na kawaje na nini na nini. Au sio bwana? Ndio. Sema mimi na swali langu la mwisho. Niulize ndugu yangu. Je, katika yote yalivyokuwa yanaendelea kutokea hususan hapo kwenye kipengele cha matatizo. Naam. Yule demu kule mume wake alikuwa kwa uchuna tu. Na je, ukuwahi hata kumshauri demu, labda kumshawishi kwamba hebu basi ongea na mume wako kama kafanya hichi kitendo juu yangu, basi at least walau afanyaje? Anisamee. Yule demu hofu yake kubwa ilikuwa ni kupoteza upande wa ndoa. Naye alikuwa kimaslahi. Yaani alikuwa sijui, naweza kusema labda alimpenda mume wake. Ila hadi kutafuta kitu nje kwa ajili ya kuja kumridhisha mume, maana yake alikuwa kimaslahi zaidi. Yaani kuna maslahi alikuwa anayapata kuto kuipoteza ile ndoa. Ndio. Kwa hiyo hata yeye nilipomwambia bwana mimi sielewi, alafu na mtu wa mwisho kumaliza nilimaliza na wewe. Nahisi kuna nini hapa? Ndio. Akaniambia kwani mimi na wewe ndo mara ya kwanza kukutana? Ndio. Kwa nini hajatokea hivi vitu? Ndio. Mimi naweza nikakusupport kama rafiki yangu, ila yani ukinilazimisha au ukisema mimi ni mhusika nikufanyie hivyo kwa ajili ya nini? Nisingekutafuta tena. Nikamuuliza swala la pili, nikasemaje, vipi jamaa hajai kuhisi chochote, labda amekutega? Akasema mimi jamaa amenioa miaka mingapi nyuma, tuko naye na wakati nipo naye tulikutana. Mbona haikuwa hivyo? Kwa hiyo alikuwa ananipa majibu fulani ambayo yana make sense, lakini mimi na doubt kwamba umeshirikiana. Kwenye kushirikiana nilikuwa siamini kwa sababu alikuwa the way anavyonisupport. Unajua mtu kukutumia hela sio rahisi hata kama ishapita angesahau. Ila hivyo kwa anisupport, kwa hiyo nikawa na imani kwamba poa, labda jamaa alifanya kimya mwenyewe kama mwenyewe. Labda mwanamke alikuwa afanyaje? Ajui, na yule pale nikimzungumzia mtu wake ni kitu ambacho hakitaki. Kwa sababu gani? Yeye hataki hiyo issue hiyo ifanyaje? Iwe open. Kwa hiyo ndio ikawa imeishia hivyo. Ingawa nilikuwa namwambia bwana atakuwa ndugu yako bwana nini, lakini ilisha kwa style hiyo, yani kwamba kwa upande wake. Kwa all in all sasa hivi unaendelea vizuri. Akiwalisia hali yangu kwanza, kuna mabadiliko ni kama muda gani mpaka leo? Mabadiliko? Yani kwanza baada ya dawa ambayo nimetumia saizi kama na miezi 6 hivi. Ndio naona kidogo yani humu nimefika humu. Lakini kadri ninavyozidi kwenda, kwa sababu hata hichi kichwa hichi, unaona hichi kichwa hichi kilikuwa yani kimevimba. Kwa hiyo hata hichi kichwa hichi kinapungua. Na shida ilikuwa hichi kichwa kwanza kivimba, kwa sababu huko nyuma maumbile ilikuwa sio manene sana. Kwa maana ile hichi kichwa sasa ilikuwa kinanisumbua, kwa saizi unaona kimepungua hivi. Na naendelea kutumia dawa, naamini kidogo hapa kipungua, kuna watu watavumilia kidogo, wanaweza bahatika kwa bwana. Ni muda mrefu bwana, mimi binadamu bwana, ndugu yangu pole sana ndugu yangu. Sema sasa hivi una furaha ndugu yangu? Furaha imerudi na yona neema. Sasa hapa mimi sinasubiria hata miezi 2-3 mimi narudi kazini hapa. Kweli. Sema tena umejifunza usifanye tena ile na neno. Tena niongeze kitu juu ya hilo. Yaani sio kujifunza mimi. Hii nimeleta kwa watu ili kujifunze wengi. Ndio. Ilikuwa naweza nikakwambia hata mwenyewe ukaisikia nikakuhadithia kama story. Nimeleta kwenye media hizi kwamba watu wengi wapate kitu na funzo. Na wajue hivi vitu vilivyosemwa na watu kwamba vina maana na vipo kweli, waishi kwenye formula ambazo zinaruhusu nini watu wapite kwazo. Kwa mke wa mtu sumu. Mke wa mtu ni sumu, ni mtego huo.
kuwa makini, mtego huo. Jiji limekaa kimitego. Jiji lina mambo mengi ndugu yangu, ili jiji hili. Alionikuta amenifunza mengi, ila na enjoy kwa sababu naona dalili sio mbaya. Naamini tu Bongolendi hapa kuna watu wanaweza kujitoa mwanga wakanisaidia matatizo yangu haya bwana, akapungua na vitu vingi mwilini. Sijali, humu tunaweza tukapata watu wakashauri labda utumie kitu gani au ufanyaje uendelee kuzidi kuwa bora. Kwa kufanya maombezi atakufanyia maombezi, ya kitu kitakuwa poa. Bwana, mimi nashukuru sana kwa muda wako. Nashukuru kwa kuchukua hii nafasi kuwapa vijana wenzetu funzo juu ya mke wa mtu ni sumu kweli kweli. Na sio vijana tu, hata wazee mnapenda wake za watu. Ndio. Noma, mmelisikia, muache. Bwana, turushe Kunguru hapo ndugu yangu. Moya. Kunguru online bwana, mimi kwanza nishukuru kwa kuwakuta bwana, mmenifanya jamii nzima nilipa somo. Nishajua napenda kuona mnapozidi kutembea, mnapozidi kwenda, nazidi kufurahi kwamba hata somo langu hili baadhi ya vijana wengi litawakomboa. Kwa hivyo nashukuru kwa juhudi zenu, mnatufikia hadi sisi angetuoji nani kwenda kwenye media makubwa huko mbali, lakini mnatufuata hadi huko kwetu. Mtakani mnatuoji. Ujumbe huo bwana, wape vijana bwana, tutafute tu, tuhangaike, tupambane. Hizi shortcut hizi bwana, hizi zinaweza kukunyima laza milele bwana. Kimitego. Ndio humo bwana ndugu yangu. Kubali Ngolamba.